Karibu katika jambo la leo la Mei 14 mwaka 2026. Mimi ni Esther Chilato. Nami ni Irene Kishiwa. Machache kati ya mengi utakayosikia ni pamoja na haya. Simu janja zaendelea kutajwa kuchangia mmomonyoko wa maadili nchini kutokana na maudhui ya mitandaoni yanayokiuka mila na desturi. Mauzo ya nyama nje ya nchi yaelezwa kuongezeka kwa 22.3% mwaka wa fedha 2024-2025. Shambulizi la Hezbollah la wajeruhi raia kadhaa wa Israel. Na Dodoma Jiji FC wapokelewa kwa shangwe na mashabiki wao baada ya hapo jana kuifunga Yanga mabao 3-2 mjini Singida. Mwanamaisha Fresh unaweza fuatilia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok kwa kuandika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Jambo la leo naanzia hapa Simiyu. Matumizi ya simu janja yani smartphones yamekuwa yakitajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia mmomonyoko wa maadili kwa baadhi ya watumiaji wasiokuwa makini na maudhui wanayofuatilia kupitia simu zao. Simu hizi ambazo zilianza kuenea nchini kuanzia miaka 1990 hadi 2000 hazina umri maalum wa matumizi, hali inayochangia changamoto katika malezi, huku watumiaji wengi kujikuta wakiongozwa zaidi na maudhui ya mitandaoni kuliko kuishi maisha halisi yanayoendana na mila na desturi za Kitanzania. Undani wa suala hili Saad Almasi anaeleza. Kwa mujibu wa takwimu kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, hadi kufikia Septemba 2025 inakadiriwa takribani watumiaji milioni 26.94 sawa na 39.53 wanamiliki na kutumia simu janja, yani simu ambayo ina uwezo wa kufanya kazi zaidi ya moja kama vile kusimama kama kompyuta, kikokotoo, redio, luninga na kadhalika. Pamoja na maendeleo hayo, bado upande wa pili wa shilingi haukosekani wa hasara, hasa katika malezi ya jamii zetu. Unakuta hata wakati wa kula chakula mama anaweza kumpa mtoto simu ili kwamba au msogeze karibu aweze kula chakula. Wakati muda wa chakula ni muda wa chakula, inatakiwa mtu aache mambo mengine yote aingie kwenye chakula. Lakini unajikuta wakati mwingine mtoto anaweza kukataa kula. Mpaka sasa inabidi mzazi aanze kumpa simu, kumvuta ili aweze kula pale chakula. Hizi shule za kata zimesomesha watoto wamekuwa na wataalamu zaidi. Hata mzee ukimwambia kitu anakubishia. Alafu anaangalia kwenye mitandao ya simu na nini, kila jambo ambalo linatokea anakuambia kuna hili limetokea. Wewe hujui. Kwa hiyo hili ndio linaleta changamoto hiyo. Maeneo ya mikusanyiko kama vile ofisi za serikali, hospitali, harusini, misibani na maeneo ya ibada, kumkuta mtu yuko busy na simu yake ni kawaida, na zaidi hata kumjua jirani yake inakuwa tabu, kwamba kila mtu na mpango wake. Kufika pale maeneo ya misibani unakuta hawana muda tena. Wanasimama wanainama kwenye simu zao, wanakuwa wanaangalia mambo yao, mambo ya mitandao. Sasa hata kuteki care kwamba hapa tuko kwenye msibani unakuta hawachukui maanani. Wakati mwingine unaweza kukuta labda kuna majukumu ya kufanya pale kwenye msiba. Kuna wakati mwingine watu wanafanya kazi kama kutenga chakula, kufanya nini, unakuta vijana wameshakaa pembeni wanashati kwenye simu zao. Sasa unajikuta hakuna ushirikiano hata pale kwenye msiba. Kutokana na matumizi haya ya simu janja, vijana wengi wameanza kubadili mienendo kulingana na ulimwengu waliouchagua na kuacha alama isiyofaa kwa malezi kutoka kwa wazazi wao. Kwa zamani hata wakati mnakula ilikuwa uweze kutangulia, anayetangulia kunawa alikuwa ni mtu mkubwa. Na hata kama ushaanza kula ananao mtu mkubwa, wengine mnafuatia mnaanza kula. Hata kama ukishiba uweze ukaacha ukakimbia kwenda kunawa. Ulikuwa unasubiri mpaka anawe mtu mkubwa. Pindi nakuwa nilikuwa naona nyumbani mzazi anakaa na watoto, na akikaa na watoto wanashauriana, na mzee anakushauri kuwa ukifanya hivi na hivi sio vizuri. Lakini sasa hivi tamaduni iliyopo, sijawahi kwenda kwenye mji nikakuta kuna kikome chochote kuwa labda mtoto mkanye hivi, mtoto yuko hivi. Mzazi anaondoka asubuhi, anaenda kazini, anarudi usiku. Hata akikulia mtoto kwa bibi yake unaambia bibi naye huyu yani mambo yake ya kizamani. Hata ukimwambia tu hata shambani tu ukisema hivi twendeni jamani tukalime, anasema hivi. Yani wanazaa kulima tu, yani makazi hayaishi. Mimi naenda hata mtaani anakuacha hapo nyumbani.
Ukubwa ni jalala na lawama zinabaki kwa wazazi. Ni namna gani unamlea mwanao kumwonyesha zuri na baya la kufanya? Jambo la leo kutoka 101.5 mkoani Simiyu. Mimi ni Chanuo Sada Almasi. Asante sana Sada Almasi kwa taarifa yako. Pata umesikia simu janja namna ambavyo zinatutoa uweponi wakati mwingine hata tunapokwenda katika misiba. Kweli kabisa. Na kwenye nyumba za ibada pia asilimia kubwa sana unakuta mchungaji yuko pale, shehe yuko hapo, padri ama kiongozi yote wa dini. Badala kusikiliza kile ambacho kinaendelea kwenye nyumba ya ibada wakati huo, yeye yuko busy. Yuko ni mbali hata kwenye familia. Sasa ukafika hapo, baba yuko busy na simu, mama yuko busy na simu, watoto wako busy na simu. Yaani kila mtu yuko busy na simu yake. Hai, mambo ya utandawazi. Asante sana Sada Almasi kwa taarifa hiyo. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amechukua hatua kali dhidi ya ukiukwaji wa sheria katika sekta ya madini baada ya kusitisha shughuli za uchimbaji katika migodi mitatu iliyokuwa ikifanya shughuli zake kinyume na taratibu za uchimbaji. Daniel Gahu na taarifa kamili. Amesema hatua hiyo inalenga kulinda mazingira na kuhakikisha shughuli za uchimbaji zinafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na serikali, huku akisisitiza kuwa hakuna shughuli zitakazoruhusiwa kuendelea endapo zinakiuka matakwa ya kisheria. Leo katika eneo hili tumekuta kuna uchimbaji ambao unaendelea ambao kwa kweli haujafuata taratibu na una changamoto nyingi sana, ikiwemo taarifa mbalimbali ambao walipaswa kuziwasilisha na hazijawasilishwa. Lakini pia tumewakuta wageni kinyume na sheria inavyoelekeza katika leseni hii. Na hivyo nimetoa maelekezo ya kwamba kuanzia leo nasimamisha shughuli za uchimbaji katika mto huu. Na nimeelekeza pia ofisi ya RMO kuhakikisha kwamba wanasimamia shughuli zote zisimame hapa, sababu kwa mujibu wa sheria ya madini dhamana ya leseni ya madini ipo chini ya Wizara ya Madini. Lakini pia kama ulivyoomba Mheshimiwa Mbunge, nitawasiliana na Mheshimiwa Waziri wa Masuala ya Mazingira ili tutengeneze kauli moja ya serikali katika eneo hili, na hasa kupitia wenzetu wa NEMC, kwa sababu tumeona maji ya mto yamechepushwa, na niliwaomba wanipatie ridhaa ya kuwasilishia kwangu mpango wa usimamizi wa mazingira ambao haupo. Lakini pia kibali cha NEMC msimamizi amesema hana, labda kipo sehemu nyingine, lakini hapa hana. Kwa hayo yote yamepelekea kuamini kwamba shughuli ambazo zinafanyika hapa hazifuati utaratibu, na hivyo nimesimamisha rasmi shughuli ya uchimbaji katika mto Mtisi. Kanuni ya msaada wa kiufundi imetafsiri neno msaada wa kiufundi kuwa ni uchimbaji au uchakataji wa kutumia mitambo ambayo katika hali ya kawaida mchimbaji mdogo asingeweza kupata kwa urahisi. Ukiangalia katika eneo hili, baada ya kupita na kuangalia, mimi nimepita maeneo mengi, lakini hapa nataka nikiri kwa maana ya ile technical support. Unaona kilichopo hapa kinafanana na msaada huo wa kiufundi. Mitambo niliyoiona hapa na kitu ambacho nakiona hapa kwenye hii shaft, na hii ndio nataka kuiona kote Tanzania yote. Haturuhusu mgeni kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji madini alafu akafanya kazi kama ambavyo Mtanzania anafanya. Wengine wanashika mpaka moko. Hii haiwezi kuwa technical support. Huu sasa kwa mujibu wa tafsiri, huu ni msaada wa kiufundi. Isipokuwa mna changamoto zenu chache ambazo nimesema mtaziwasilisha kwangu, hasa ule mpango wa utafiti ambao mmeuandika kwenye huu mkataba. Inawezekana leo hamna, nimewashtukiza au wataalamu wenu hapa hawapo, lakini mniletee mpango wa kufanya utafiti wa kuongeza mashapo ya uzalishaji ndani ya leseni hii. Lakini vinginevyo, kwa maana ya kama mitambo na kile ambacho nimekuta hapa, hichi kinafanana na msaada wa kiufundi. La pili, Watanzania mnaoingia katika msaada wa kiufundi, acheni kupita shortcut. Tafuteni wataalamu wawasaidie. Kanuni tumeitoa sisi serikali, ipo pale inaeleza wajibu wa mwekezaji na wajibu wa mwenye leseni. Ninyi mnaona gharama kubwa sana kumtafuta wakili au mwanasheria wote awasaidie katika kuandika huo mkataba. Mnaona gharama kubwa sana.
lakini matokeo yake ndo haya. Naongea na Bakari hapa, hajui haki zake za kwenye mkataba. Bakari huyu mwenye leseni hajui haki zake za kwenye mkataba, wala hata hajui mwekezaji anatakiwa afanye nini. Mimi ndo namfumbua macho hapa kwamba kwa mujibu wa mkataba huu wa kiufundi uliosainiwa, mwekezaji anapaswa kuongeza maeneo mengine ya kufanya utafiti ambayo atatuletea tu plani yake ya namna ya kufanya. Kimataifa, jeshi la Israel limesema raia kadhaa wa Israel wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya drone yaliyofanywa na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Shambulio hilo limefanyika saa chache kabla ya mazungumzo kati ya wapatanishi wa Israel na Lebanon yanayotarajiwa kuanza mjini Washington nchini Marekani. Jeshi hilo limesema drone hiyo iliyorushwa na Hezbollah ilianguka ndani ya ardhi ya Israel karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili, na kwamba raia wa Israel waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini kupata matibabu. Mashabiki wa timu ya Dodoma Jiji FC wameonyesha mapokezi makubwa na ya kipekee kwa timu yao baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Young Africans katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara uliochezwa jana kwenye uwanja wa Airtel mjini Singida, kama ambavyo anaeleza Gideon Gregory. Mapokezi hayo yalianza katika eneo la Mnada Mpya na kuhitimishwa katika viunga vya soko la Machinga Complex hapa jijini Dodoma. Baadhi ya mashabiki waliozungumza mara baada ya mapokezi hayo wamesema ushindi huo unaongeza matumaini kwa timu yao kufanya vizuri zaidi katika michezo ijayo ya Ligi Kuu, huku nao Yanga wakijitetea kwa kitendo kilichofanywa na kipa wao Diara. Mimi mwenyewe niliona Yanga wameongoza 2. Mimi nikasema matokeo hapa yameshaisha, si ndio hivyo? Mimi nikaondoka zangu nikawa kama nipo kijiweni, lakini pa nikasikia dakika 90 ni 2-2. Nikaamua hapa nimetoa hela yangu pale kwenye ukumbi wa mpira, acha nikamalizie. Mbona mechi ishakuwa tamu. Niliporudi sasa wakaongeza dakika 5. Zile kwenye dakika 5 ikapigwa counter attack ile mbele. Pasi 2 tu kudariki mpaka goli. Wana Dodoma. Kwanza wanisamee kwa sababu mimi nilikuwa najua Dodoma Jiji na Yanga ni mtu na shoga yake. Lakini jana yenyewe nilipoona goli nilikuta mechi ni 1-1. Nikajua kwamba kwanza hapa naota au nani. Nikaja kuangalia tena kuna goli likafungwa la offside, nikaondoka. Nimekuja kuangalia dakika 90. Nikaona goli likaingia, ndio nikapata morali ya kuangalia hiyo mechi. Mbaya zaidi akaja akaua yule Chemtembo. Alichofanya Diara alikosea, alibidi avumilie. Unajua unatuliza timu. Yeye ndio anategemea kutuliza timu. Kwa hiyo kwenye gani ya zile mchezo sasa? Kwa hiyo ilikosa aliyofanya Mohamed Diara, alibidi aspaniki. Yeye ndio alibidi abaki atulize timu. Atulize timu ili waendelee kucheza katika mpango ule wa mwalimu. Unaona? Akuumia yule. Yaani kiufupi Diara hapendi kufungwa. Kwa upande wake msemaji wa timu hiyo Moses Mpunga amesema ushindi huo aliopata unatoa dira kwa wao kumaliza katika nafasi ya 4 ili waweze kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Tunaitamani nafasi ya 4. Hawa mashabiki wote hawa wana visa. Tuna alama 32, ambaye anashika nafasi ya 4 nadhani ana alama 30 na 6 au na 8. Kwa hiyo ni michezo miwili tu tunamkuta. Kwa hiyo hawa wote wanatamani kupanda ndege na wao waende South Africa, waende wapi huko na tutakwenda nao. Dodoma kuna mashabiki wenye hela, watapanda ndege wataenda. Ushindi waliopata Dodoma Jiji dhidi ya Yanga unafanya kufikisha jumla ya alama 32 kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, huku mashabiki wakiamini timu yao inaweza kuendelea kufanya makubwa zaidi msimu huu. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Kila la heri partner. Msikiza mashabiki wa Yanga wanasema kwamba bwana kupaswa goalkeeper kususa. Mwanzo usaliumia lakini mtu asisuse, mtu asijiamulie. Mtu asijiamulie. Alijiamulia kususa. Alijiamulia mama. Haya, ndivyo hivyo basi tunaweka nukta ya jambo la leo kwa jioni hii. Miongoni mwa yaliyosikika ni pamoja na haya. Simu janja zinaendelea kutajwa kuchangia mmomonyoko wa maadili nchini kutokana na maudhui ya mitandaoni yanayokiuka mila na desturi. Mauzo ya nyama nje ya nchi yaelezwa kuongezeka kwa 22.3 mwaka wa fedha 2024-2025. Shambulizi la Hezbollah la wajeruhi raia kadhaa wa Israel. Na Dodoma Jiji FC wapokelewa kwa shangwe na mashabiki wao baada ya hapo jana kuifunga Yanga mabao 3-2 mjini Singida. Asante kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Irene Kishewa. Nami ni Esther Chilato. Uwe na wakati mwema.